Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwenyeji wako wa Sauti ya Uzima. Siku zote huwa na kualika hapa kwa ajili ya kujifunza, kukua zaidi katika imani kupitia neno la Mungu, nikiwa na watumishi wengi ambao tumekuwa tukiwaalika hapa kwa ajili ya kutufunza, kutukumbusha, lakini wakati mwingine kutuelekeza mengi yanayohusu imani. Na leo hapa tuna mgeni ambaye tuko naye studio hapa, na atapata nafasi ya kutuambia yeye ni nani, anatokea wapi, anajishughulisha na nini. Lakini baada ya hapo sasa mimi nitakwambia nini ambacho tunakwenda kujadili naye siku ya leo. Karibu sana. Nashukuru. Nashukuru. Unaitwa nani, unatoka wapi? That's good. Naitwa Pastor Alex Jeremiah. Ni mchungaji wa kanisa la Kingdom City, Kigoma, Tanzania. Tupo maeneo ya Rutare. Okay. Yaani tupo kwenye mpaka wa Rutare na Burega. Sawa sawa. Pale ndo tunapatikana na tunamtumikia Mungu hapo. Pengine una muda gani uko hapo? Huduma yetu ya Kingdom City kwa Kigoma haina muda mrefu sana. Okay. Yeah, haina muda mrefu sana. Tulifungua, baadaye tukapata changamoto, ndio tukawa tumerudi kwa msaada wa Mungu. Nafikiri ni kama mwaka mmoja sasa. Unaweza pengine labda kama kuna mtazamaji ambaye ndio kwanza tu amefungua YouTube channel yetu ya Sauti ya Uzima, na pengine mwishoni tunaweza tusipate nafasi ya kumwelekeza zaidi kuhusu kanisa lilipo. Labda saizi utumie nafasi hii kumwelekeza mtu kanisa liko wapi. Pengine labda kama anatokea Kigoma mjini, anapita barabara gani ama anapitia route gani kufika kanisani? Sawa. Ukiwa Kigoma mjini, downtown kabisa, unaelekea Ujiji. Okay. Utafika maeneo ya makao makuu ya mabasi ya Adventure. Okay. Kwa mbele pale, mabasi ya Adventure yamepakana na hoteli ya Maale. Kwa mbele kuna kibarabara kifupi ambacho kinaitwa Akswa Road. Okay. Ukishuka kwa chini pale kuna msikiti wa Akswa, and then tumepakana na msikiti tu. Hatupo mbali sana na msikiti. Na ukiwa unatokea Ujiji, unakwenda mjini, baada ya kuwa umefika kwenye sheli ya mafuta ya ni GBP Ujiji, barabara ya kwenda Rutare. Kama unatokea Saudi, Ujiji unakuja mjini. Kwa hiyo tupo mbele ya GBP ya Rutare pale. Kwa mbele ndo tupo pale. Okay. Nadhani kwa maelekezo hayo, kwa wale wenyeji wa Kigoma itakuwa ni rahisi sana kuelewa kanisa lilipo. Kwa wale ambao wanatokea Kigoma mjini, lakini na wale ambao wanatokea mitaa ya Ujiji, ni rahisi sana kufika kanisa la Kingdom City. Kama jinsi ambavyo amejitambulisha, yanaitwa Pastor Alex Jeremiah, na tuko naye hapa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya kukua kwetu kwa imani, lakini kutuongeza nguvu katika kuvipiga vita hivi vya imani. Sasa leo Pastor Alex, ndio kuna kitu ambacho nataka tuzungumze, na hii imekuwa siwezi nikaita ni changamoto, lakini imekuwa ni kawaida. Okay. Unajua tukisema ni kawaida, imeshavuka changamoto. Yani, ikiwa changamoto ni pindi ambako bado watu wanasikia maumivu. Lakini ikiwa kawaida ishakuwa sugu. Kwa hiyo sasa jinsi ambavyo umetuelezea na umetuelekeza kuhusu kanisa, nataka tuzungumzie kitu kutokea hapo. Kuna wimbi kubwa la huduma nyingi kufunguliwa kwa hivi karibuni. Sawa. Hatupigi vita wala hatupingi kufunguliwa kwa huduma nyingi. Hata hivi tunavyozungumza na wewe, pengine kuna wengine wako kwa msajili saizi wanasajili huduma zao. Kwa hiyo hatupingi hilo swala, kwa sababu ni agizo kwamba nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Lakini swali ambalo pengine niko nalo mimi na watazamaji wengi ambao watakuwa wanatufuatilia kwa sasa, watu wanaofungua hizi huduma kwa sasa au makanisa, wanatembea katika wazo na akili ya Mungu kuhusu huduma? Okay. Labda niseme hivi. Kama unavyosema, upo sahihi kabisa kwamba makanisa ni mengi yanafunguliwa. Na hatuwezi tukamkataza mtu kwamba usifungue kanisa bwana. Haiwezekani. Labda serikali yenyewe imnyime usajili na mengineyo. Lakini kwa hali ya kawaida tu, kila mmoja ana haki ya kufanya kile ambacho anakifanya. Mimi huwa nasema kwamba tupo kwenye dunia ambayo ni huru sana. Leo mtu akiamua kumsema Mugina, anaweza akamsema chochote kile. Lakini before huko nyuma kidogo mtu alikuwa anatafakari, huyu mtu namjua kwa kiasi gani, ni muda gani, nina information zipi kuhusu huyu mtu. Lakini kwa sasa hivi kila mmoja za akasema. Hata mtu ambaye amekuona mara ya kwanza tu anaweza akaibua jambo akasema kuhusu sahihi. Kwa hiyo hatuwezi kumkataza mtu kuanzisha huduma. Lakini tunapokuja kwenye akili ya Mungu kwenye huduma, hapo ndipo changamoto kama ulivyosema mwanzoni. Kwa sababu tuseme hapo ndipo zaidi ya changamoto inapotokea. Sababu changamoto
ingekuwa ni changamoto, naweza nikasema watu wangekuwa wanapambana kukabiliana nayo. Lakini imeshavuka kwenye kiwango cha changamoto, imekuwa ni mazoea. Maana kwamba ameanzisha maadamu anajua kwamba ana familia, atakusanya familia yake na kitu kitaibuka hapo. Mama anaimba praise. Exactly, mjomba, shangazi, mjukuu hivyo. So tunapokuja kwenye issue nzima ya akili ya Mungu, hapa ndipo nafikiri tunapokosea. Na ninatamani hata washirika wanapokwenda kuabudu kwenye makanisa yetu, wao kwanza nakaa chini na kujitafakari. Mimi wanapenda kusema hivi, unapokwenda kwenye kanisa lolote lile, jaribu kulichuja kwanza. Na unalichuja kabla ya kwenda ama ukiwa umekushenda. Let's say umekwenda kwenye kanisa, umekwenda kuabudu kwenye kanisa fulani. Lengo lako ni kutafuta kanisa mahala pa kuabudia. Ili upate kujua sehemu sahihi ya kuabudia, unatakiwa kupachuja kwa amani yako. Unajua amani, ufalme wa Mungu unatengenezwa na amani. Kwenye kila kitu utakachokifanya, kama huna amani kwa kile unachokifanya, elewa Mungu haipo hapo. Kabisa yani. Sasa unapokwenda kanisani, lengo ni kutaka kujiunga na kanisa, na ghafla kwa kosa amani, shida ipo sehemu mbili. Aidha kwako au kwenye kanisa. Ukigundua kwamba shida ni wewe, ushauri wangu kama mchungaji, muone mtumishi wa madhabahuni, muelezee. Yamkini changamoto zako binafsi. Lakini ukigundua kwamba kukosekana kwa amani yako ni kanisa, mimi nakushauri ondoke. Hata kama ni kanisa ni kwangu. Ondoka kabisa. Kwa sababu mahala ambapo utaabudu kama utakuwa na amani na yani uwepo wako pale, hapata wahi kukubariki hata siku moja. Pastor Alex, imewahi kukutokea umeingia kanisani na ukajisikia kuna amani? Kabisa. Vitu gani vinaweza vikawa ni sababu ya kumfanya mtu akawa hana amani kanisani? Nafikiri kilichokuwa kinaendelea pale akikuwa na motive ya Mungu ndani yake. Ndio hichi sambo tunazungumzia ile mawazo ya Mungu kuhusu hiyo huduma. Yani kilikuwa nafanyika kitu ambacho naweza kusema kwamba Mungu hakuwa chanzo. Na haijanitokea mara moja, zaidi ya mara moja. Na kwenda sehemu, kwenda kuabudu, lengo langu natafuta sehemu ya kuabudu. Mungu amenisaidia kidogo, nimetembea. Kwa Afrika hapa, nimezunguka kidogo, nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo napofika sehemu, lengo kama Mkristo lazima nitafute nyumba ya ibada. Kwa napokwenda pale, mifumo na kitu kinachofanyika pale, yani moyo wangu una amani kabisa. Moja kwa moja ndio Mungu alipoanza kunifundisha kuhusiana na amani ya mahali ninapoabudia. Kwa nikajifunza na nikaelewa. Na ndio kitu ambacho huwa nawaambia watu kila siku na hata leo nimekisema. So tunaposema habari ya akili ya Mungu, huduma, kwanza tuelewe huduma ni nini. Huduma, naweza nikasema huduma ni zaidi ya wito. Yani Mungu anapokuita Mugina, Lord Mugina, utafanya kazi hii, anachokiweka ndani yako ni mzigo wake. Na tuelewe kwamba mimi Pastor Alex simsaidii Mungu kufanya kazi yake. Bali ni Mungu ananisaidia kufanya kazi yake. Sawa. Sasa mtumishi wa Mungu ambaye hajaitwa kikamilifu, huwa anahisi ya kwamba yeye ndo anamsaidia Mungu kufanya kazi yake. Lakini mtumishi wa Mungu aliyeitwa kikamilifu, anaelewa kabisa kwamba naifanya kazi ya Mungu kwa msaada wa Mungu. Sio, unaelewa vizuri? Ananisaidia mimi nifanye kazi yake. Kwa tunapokuja kwenye mindset, akili ya Mungu, wazo la Mungu kwenye hizi huduma, lazima tuelewe kwamba akili ya Mungu inakusaidia wewe kupanga unachokifanya. Kukifanya kwa ubora wa aina gani. Kwa sababu hata shetani pia ana ubora wake. Yaani shetani pia watu wake wanaofanya mambo yake wanayafanya kwa ubora wake. Sawa. Kwa sababu ni yeye huwasaidia. Kwa sababu ni yeye huwasaidia kufanya haya mambo. Kwa akili ya Mungu kwenye huduma kwa mtumishi inamsaidia kufanya kwa kiwango cha kiungu. Sawa? Na ukumbuke kwamba mtu yoyote aliyeitwa na Mungu anatembea na imani sawasawa na Mungu. Tunaposema imani, naweza nikasema imani ni zaidi ya kuamini. Imani ni kuwa na akili sawa na Mungu. Imani ni kuwa na mtazamo sawa na Mungu. Kumbuka Mungu hajawahi kuona impossible kwenye jambo lolote.
Sawa? Kwenye jambo lolote lile Mungu anaona possible. Sasa unaposema nina imani alafu changamoto ilipo mbele yako unaona haiwezekani, kwangu mimi natafsiri kwamba una imani. Sawa. Imani ni kulala kwenye maandiko. Na ukumbuke andiko tunalozungumzia hapa neno la Mungu. Na huyu Mungu ni neno. Sawa? Kwa unaposema kwamba ninamwamini Mungu, mimi Pastor Alex ninachokiona, naiona mindset, akili ya Mungu ndani yako, wazo la Mungu ndani yako, mtazamo wa Mungu ndani yako, Mungu anavyotazama mambo, Mungu anavyomtazama mwingine. Maana Mungu hajawahi kuwa na picha ndogo. Sahihi. Mungu always huwa anatazama vitu kwa picha kubwa. Kwa unaposema kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, unafanya kazi ya Mungu, tunakupima kwa namna unavyotengeneza, unavyozalisha kile unachokisema kwamba ni kazi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, akili ya Mungu tunaiona kwako kutokana na ile motive, ile sijui niseme ni shauku iliyopo ndani yako. Kwenye huduma kuna makwazo. Unafanya kazi ya Mungu, mwisho wa siku anakukwaza. Mimi ishawahi kunitokea, nikwambia mke wangu naachana kazi ya Mungu. Nimemwambia kama Jumamosi hii, Jumapili moja sikusali. Jumapili inayokuja nikasema sisali. Nikaingia zangu Netflix huko, nikaandaa movie zangu, nikaweka korosho na chai pale. Kajua leo Jumapili ni mguju wa meza, movie. Lakini moyo wangu ni kama kuna mtu alikuwa anachoma kisu hivi. Suddenly nikamwambia wife niwekee maji ya kuoga na kwenda kuoga. Unakwenda kanisani. Lakini sio umesema, then tumekaa tumeongea seriously. Na tumekubaliana leo hamna kwamba jamani hamna kanisa, unakaa chini. Kazi ya Mungu yani basi. Imekueje? Nikamwambia usiulize maswali mengi. Yaani hapo sasa kilichokuwa na mjibu wife haikuwa mimi. Ilikuwa ni ile shauku. Sawa. Kwamba siwezi kukaa hapa. Haiwezekani. Ndio maana kwenye Yeremia maandiko yanasema kwamba anayajua mawazo anayotuwazia sisi. Pastor Alex, kabla hujaenda mbali, kuna kitu nataka tutegue hapa. Sawa. Kuna unajua umesema hii kitu imenirudisha mawazo yangu nyuma kidogo. Sawa. Kuna utofauti gani kati ya shauku na miemko? Sawa. Shauku linatengenezwa na kusudi. Miemko inatengenezwa na hisia. Okay. Na how should I say this? Yaani shauku huwa linakuwa pushed, linasukumwa, linaendeshwa na kusudi. Sawa. Na akili ya Mungu haijawahi kuzalisha kitu kwa hisia. Akili ya Mungu always huwa inazalisha mambo kwa kusudi. Yaani Mungu anakutaka wewe ufanye hicho unachokifanya right now. Kusudi lake ni sisi tuje tuchambue mambo kwa msaada wa akili ya Mungu. Huyu mtazamaji, huyu msikilizaji aelewe. Sawa. Miemko nafikiri ndio kitu kinachofanya watumishi wengi tufeli. Ni ile kwamba miemko inatengenezwa na ushindani. Na always kumbuka Mungu hajawahi kushindana na mtu. Sawa. Kwa sababu yeye ni mshindi always. Kwa mtu yoyote ambaye yupo pushed by miemko, anasukumwa na miemko, kwangu mimi naweza kusema kwamba huyo mtu anachokifanya ni kumuhosti shetani. Maana ni yeye ndo alianza ushindani mbinguni. Kwa kutaka ku-underestimate, kuzidharau nguvu za Mungu na kutaka kukaa nafasi ile. Lakini kwa sababu Mungu always ni mshindi, alimprove wrong kwamba mimi I am a winner. Na kwa maana sisi alituambia we are more than conquerors, sisi ni zaidi ya washindaji. Sasa mtu yoyote anayefanya huduma kwa miemko utamuona. Na popote ambapo utaona watumishi wawili wanagombana kisa cheo, madaraka au kitu fulani ndani ya huduma, elewa kwamba kuna mmoja ana Mungu na mwingine ameshaachwa na Mungu. Mungu atusaidie. Kwa nini ninasema hivi? Tumezungumzia mwanzoni, tuna huduma nyingi sana zimefunguliwa. Nyingi sana. Lakini changamoto inakuja hapa kwamba tuna watu ambao walifungua hizi huduma kwa sababu ya roho ya ushindani. Exactly. Lakini si kwamba hana kipawa. Kipawa anacho. Na kipawa pekee hakitoshi kufanya kazi ya Mungu. Yaani kipawa, shetani pia anatengeneza vipawa.
Kwa ukiniambia kwamba mtu anataka kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ana kipawa hicho, kwangu naona ni uongo. Yaani kazi ya Mungu tunaifanya kutokana na shauku. Na shauku always huwa linasukumwa na kusudi. Tunapokuja kwenye ishu nzima ya miemko, nakupa picha ya historia ya Daudi na Sauli. Daudi alipata chansi mara ngapi za kumwangamiza Sauli, ila hakumwangamiza. Yes. Kwa nini? Alikuwa anajua kwamba yeye ndio yupo kwenye nafasi. Lakini Sauli always alipambana kumwangamiza Daudi, akasahau kwamba nafasi iliyopo sasa hivi ni ya huyu mtu. Kwa maana ya kwamba Daudi alikuwa pushed by shauku. Sauli alikuwa anasukumwa na miemko. Sahihi. Maana ndani ya miemko humo ndo kuna tamaa. Yaani mtu anatamani. Kumbuka ndani kwenye maisha, mtumishi wa Mungu Lodi, hatuishi kwa sababu ya vile tunavyovitaka. Tunaishi kwa sababu ya vile tunavyovihitaji. Yes. Naweza nikataka chochote kile, lakini kinachozalisha uzima ndani yangu ni kile ninachokihitaji. For example, naweza nikaishi kwa suruali hizi na shati 2 na bado nikaishi, lakini siwezi nikaishi kwa siku 10 hadi 15 sijanywa maji ya kunywa. Kwa kuna vitu vingine vitakuja kwenye maisha yetu, jiulize swali, is it what I want or is it what I need? Ni kitu ambacho ninakitaka au nakihitaji. Nitakupa mfano mmoja. Mungu amenisaidia na nimekuwa kwa huduma kwa muda wa kutosha. Nina watoto wa kiroho. Mimi sijawa mzee, sijawa over 50. Mtoto wangu mmoja wa kiroho akaniambia, Pastor, unatembea sehemu tofauti tofauti, unakutana na mabinti warembo wazuri, unawezaje kushinda hichi kitu? Mimi nikamwambia ni kweli, na ni warembo haswa nakutana nao, lakini swali linakuja, hawa warembo, is it what I want or what I need? Ndo kitu ninachokitaka au ndo kitu ninachokihitaji? Kwa tafsiri ya haraka ni kitu ninachokihitaji. Ni kitu ambacho ninachokitaka. Sio unachohitaji. Sio ninachokihitaji. Ninayemhitaji ni mke wangu. Maana mimi na mke wangu ndoa yetu imejengwa si chini au si juu ya shauku. Ni juu ya nini? Ya kusudi. Na kinachotufanya sisi tusiachane si kwamba hatupishani kama mke na mume, tunapishana, lakini ile kusudi ndio linatufanya tusiachane. Sahihi. Maana ya kwamba si kila mwanamke ninayemuona kwenye macho yangu ni mwanamke wa kusudi langu. Kwa hao wote nao kutana nao na kwenda kufanya huduma, kama mwanadamu naweza kusema ni watu nao wataka, si nao wahitaji. Kwa tunapokuja kwenye ishu nzima ya akili ya Mungu, tuelewe kabisa ya kwamba huduma inatakiwa kuendeshwa na akili ya Mungu, na si kipaji na si karama ulionayo. Na ukumbuke mtumishi wa Mungu, Mungu anaweza akakuacha kabisa, lakini kale kama mafuta kale kambako kamezaliwa na karama yako katabaki. Sahihi. Wewe utabaki unaamini kwamba bado nipo na Mungu. Nikimhubiri mtu, nikimwombea mtu anadondoka. In fact, mimi naomba ni cancel hichi kitu. Siamini kwamba deliverance, ufungulivu ni hadi mtu anguke. Ufungulivu ni kufuta akili ya kibinadamu na kupandikiza akili ya Mungu. Maana ya kwamba tunaposema kwamba itakuwa ni ibada ya ufungulivu, tunamaanisha kwamba ni Mungu atakuja a set free mindset zetu. Sababu kumbuka, shetani anapotaka kumteka mwanadamu, hamteki kwamba kwa miguu yake, kwa mikono yake, anaanza kumteka kwenye mindset yake. Yeah, killing. Na maandiko yanasema kwamba awazavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Yaani wewe huwezi kwenda zaidi ya fikra zako. Na huwezi tofautiana na fikra. Na huwezi tofauti. Siku utakao tofautiana na fikra zako utakuwa umekufa. Kwa huwezi kwenda umbali zaidi ya fikra zako. Kwa shetani anachokifanya, anateka kwanza fikra zako. Kwa ufungulivu wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu huwa unaanzia kwenye fikra zetu. Kwa mtu anaweza kufunguliwa bila kudondoshwa. Yaani mtu anakaa tu kanisani. Mimi ninachokiamini, mimi kanisa sio tu nyumbani. Kanisa ni darasani. Ni darasa la Mungu chini ya jua, ambako Mungu anatuweka, anatufundisha, anatuelekeza. Na ukumbuke, huwezi tawala mahala popote ambapo hujafundishwa. Sahihi. Na huwezi mpeleka mtu mahala ambapo hujawahi kufika. Kwa leo hii
inabidi watumishi tuelewe kabisa kwamba mindset ya Mungu ndio kitu kinachopushi huduma. Pastor Alex, tunakosa nini pindi ambapo tunapozungumzia tukiwa watumishi wa Mungu, tunatembea na injini ya Mungu ndani yetu, kwamba Mungu ndio chanzo chetu. Ndio. Mungu ni chanzo chetu cha kila kitu. Ndio. Nguvu ya huduma, kibali na kila kitu, kwa sababu tumeangalia kusudi ni la kwake. Sisi ni vyombo ambavyo vinatumika kutimiza lile kusudi la Mungu. Okay. Sasa kama sisi ni ngumu sana kama kweli sisi tunalibeba kusudi la Mungu, maana yake ni kwamba siwezi nikakutofautisha wewe na kusudi la Mungu. Oh, yeah. Kwa hiyo kama unalibeba kusudi la Mungu, wewe ndilo kusudi la Mungu. Inafanyika nini? Panatokea nini kwa mtu ambaye nina huduma, nina kipawa, ninafanya kazi ya Mungu, lakini yeye si wa Mungu? Yeye hana chanzo cha hiki, chanzo hakimo ndani yake. Kitu chochote ambacho sio cha Mungu, naweza nikasema kwamba hakiwezi kuwa na maisha. Hakiwezi kudumu kwa muda mrefu. Na ndio kwa maana muda mwingine ni vizuri kufanya tathmini ya huduma zetu kama watumishi. Jaribu kukaa chini, jiulize umeshaanzisha vitu vingapi ambavyo naamini ni vya kiroho kabisa. Kama mchungaji umeanzisha umeanzisha program ngapi kanisani kwako, lakini je, zilidumu? Ukishaona kwamba hazijadumu, naomba ukae chini. Hebu jaribu kwanza kurudi nyuma kidogo. Unajua gari alitengeneza gari, naweza kusema kwamba huyu mtu alikuwa na mindset ya juu sana. Akajua kwamba kuna kwenda mbele kwenye maisha na kuna kurudi nyuma. Kwa huduma pia inakuomba muda mwingine uwe na reverse. Kwamba nimejaribu kufanya vitu kibao church mwaka huu, lakini havikuleta matokeo. Ngoja kwanza nirudi nyuma. Niangalie wapi nimekosea. Na hakuna kitu kikubwa kwenye maisha. Mimi kitaaluma ni mwanasaikolojia. Na ninaamini sana kwenye kitu kinachoitwa self examination. Yani Lord, ukakaa chini, ukajioji maswali ambayo umejioji wewe na umejijibu wewe. Kujitathmini. Ukajitathmini ipasavyo. Ni jambo la msingi sana. Kwa watumishi wengi, kwanza tunafeli hapa kwenye kuto kupata muda kujitathmini. Tunaamini kwamba tutakwenda tu. Tunapozungumzia habari ya athari ya mtu kutokuwa wa Mungu, tunachokiona hapa ni kufeli. Tunachokiona hapa ni majuto, ni machozi, ni manunguniko, ni anguko. Unajua kuna vitu vingine ukisha vifanya, kuna dhambi utazifanya Mungu atakusamehe, lakini hata kutumia tena. Kwa usiwe proud ya kwamba rehema ya Mungu ipo. Kama mtumishi wa Mungu nitafanya tu, ila Mungu atanisamehe. Sawa, kukusamehe atakusamehe, lakini he can never use you again. Hata kutumia tena. Na kama Mungu asipokutumia, yani wewe unaishi kwa kusubiri siku yako ya kufa. Okay. Kwa sababu hutembei tena ndani ya kusudi. Sasa kusudi langu mimi ni Mungu anitumie kwa sababu ya watu wake. Kwa kama Mungu akutumie make huna thamani kwake. Yani wewe huna thamani kwake, of course ya. Na kama huna thamani kwake, huwezi kuwa na thamani mbele ya macho ya dunia. Maana yeye ndio anatuheshimisha. Unajua watumishi tunatengeneza vitu ambavyo ni vya ajabu. Tuepuke kutengeneza vita na Mungu. Leo hii mtumishi wa Mungu mgina, ukiwa na vita na shetani, backup yako itakuwa ni Mungu. Ukiwa na vita na Mungu, kitakachofanyika, shetani na kila nguvu ya giza itambackup Mungu ili kushinde. Sijui naweka vizuri. Yani ukiwa na vita na shetani, Mungu atakubackup na utashinda. Na ukiwa na vita na Mungu na shetani atambackup Mungu ili wakushinde. Kwa utagundua kwamba it's better kufanya vita na shetani kuliko kufanya vita na Mungu. Mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima, kuna mambo unaweza ukasikia kama yanachekesha, lakini ni huzuni kiukweli, kwa sababu kama inaweza kafikia hatua nguvu mbili ambazo kiukweli kibinadamu huna uwezo wa kushindana nazo, ni heri ukachagua upande ambao ukisimama na huo upande utashinda. Oh yeah. Just like that. Na upande huo kuna mwingine, upande wa Mungu. Simple like that. Kwa sababu ukichagua kushindana na shetani pasipokuwa na Mungu utapigwa. Exactly. Ukichagua kushindana na Mungu na shetani anaungana. Exactly.
Kwa wote wawili wanakuponda kisawasawa. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kuwa wa Mungu kuliko kuwa wa shetani. Sahihi. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu. Pastor Alex, nataka tu uniambie kitu kimoja na tuweke vizuri tu. Nimeona watu wengi sana watumishi wa Mungu. Sasa nataka tuingie kwa hawa ambao tunaamini kwamba wanatembea na kusudi la Mungu. Sawa? Tuachane na hao wengine. Waseme nyewe mlikutana hapo mkatusema sana kama hatuchelewi kupigwa mawe. Kwa hiyo wacha tuhamie sasa tuzungumze na hao ndugu zetu ambao kweli wameitwa na Mungu na wanatembea na kusudi la Mungu. Na kama wanatembea na kusudi la Mungu, tunaamini kwamba chochote wanachozungumza ni sauti ya Mungu. Sawa. Chochote ambacho wanatamka ni kauli ya Mungu. Una kipi cha kuzungumza hasa kwa watumishi ambao tunaamini wanatembea na kusudi la Mungu? Sawa. Hasa kwa sauti ambazo huwa wanatumia kuzungumza. Aidha ni ujumbe kutoka kwa Mungu, aidha ni wamesoma kwa namna yoyote ile. Sawa. Ni sahihi. Okay. Allow me to say this kwamba mimi personally hakuna kitu naogopa kama kusema Mungu amesema na huko Mungu hajasema. Sahihi. Yaani unaweza ukasali kanisani kwangu. Pale mabadilishaga na sauti kabisa. Yaani sijui kwa nini. Unajua tunatengeneza siasa fulani hivi ndani ya kazi ya Mungu kucheza na mindset za watu. Mimi unaweza kusali kanisani kwangu Kingdom City pale. Ukasali Kingdom City hata mwaka mzima. Kama Mungu hajasema mtu usikie nasimama sababu Mungu ameniambia. Hapana. Yaani kuna vitu Mungu huwa anasema kwa njia nyingi sana. Na si mpaka useme Mungu amesema. Na tunapokuja kwenye hawa watu walioitwa na Mungu kwa kusudi la Mungu kabisa na motive ya Mungu, lakini wametumia sauti zao kama njia mojawapo ya wao kutafuta mamlaka fulani. Tuelewe kwamba kuna tofauti kati ya neno na sauti. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, yule pepo alikuwa anawaambia watumishi wale kwamba Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, nyie ni kina nani? Kwa utagundua kwamba sauti ni nini? Sauti sio hichi ambacho nakizungumza. Sauti ni huwa yemwe na mseni. Sauti ni mamlaka yanayosimama nyuma ya kile unachozungumza. Mamlaka yanayosimama nyuma ya kile unachozungumza. Yaani sauti ni ngoja nitafute Kiswahili kizuri. Sauti si tu kile kinachosikika. Bali ni yule ni nani anayezungumza baada ya sauti kuwa imetoka. Kwa hiyo naweza nikazungumza jambo kwa mtoto mdogo, labda nimekuta mtaani, hebu acha. Neno langu ni acha, lakini sauti yangu haina mamlaka kwake. Ila baba yake akija akamwambia acha hicho kitu, unaweza mkaongea sentensi hiyo moja inafanana vile vile, lakini mamlaka tofauti. Yaani mtumishi wa Mungu umesema hapana na mimi nimesema hapana, lakini hapana yangu ikawa na nguvu kuliko ya kwako. Wanikumbusha kurudishe nyuma kidogo. Una kipindi tuko shule ya msingi. Kuna wakati tunakuwa ni monitor wa darasa. Sawa. Unasimama darasani unaambia jamani acheni fujo. Watu wanakuangalia tu, acheni fujo. Kama wakuoni. Mwalimu akija akasema tu pale mlangoni hivi wasio wote kimya. Utagundua kwamba sasa hapo umeipeleka mbali. Umeongezea na kitu kingine ambacho ni uwepo. Neno, sauti na uwepo. Hivi ni vitu ambavyo mtumishi wa Mungu lazima uwe navyo. Na unapovipata hivi vitu vitumie kwa benefit. Yaani mimi leo hii tukubaliane kwamba kuna watumishi vijana wa Mungu ambao vijana watumishi wa Mungu ambao Mungu amewainua kwenye taifa letu la Tanzania kwa sasa hivi. Watumishi Mungu anawatumia, naweza nikasema hivyo. Mfano tukisema leo Tony Kapola ameandaa mkutano. Target yake ni kukusanya watu 10,000. Mimi nitakapoandaa ule mkutano kwa lengo la kutaka nikinzane naye, kitakachofanyika pale ni aibu. Lakini yeye pia anaweza akaandaa ule mkutano. Lengo lake ikiwa ni yeye afahamike na si mbingu ipate profit. Atakuwa amefanya kazi bure. Hawa watumishi ambao wana kusudi la Mungu, ambao tumeitwa na Mungu na kweli tunaamini tukifanya cha Mungu, tuelewe kwamba tunachokifanya sisi ni kutengeneza faida ya mbingu. Ukifanya huduma kwa lengo la kuonyesha kwamba mimi ni nani, huwezi kwenda mbali. Kama kuna mtu mwenye wivu, namba moja ni Mungu.
Sahihi. Yaani ni Mungu. Ndio kwa maana nikienda kwenye saikolojia nikaichanganya na mambo ya Mungu. Naamini kabisa kwamba tunasema wanawake wana wivu, lakini hakuna mwenye wivu kama Mungu. Kwa tunapozungumzia habari ya kazi ya Mungu na hawa ambao wameitwa kusudi la Mungu, wanatakiwa kuelewa kwamba tuwatumie sauti zao vizuri, maneno yao vizuri na uwepo wao vizuri. Kumbuka, popote ambapo uwepo wa Mungu upo, hakujawahi kubaki pa kawaida. Na sisi tunatakiwa kuishi ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu, God ni self existence. Niwepo nisiwepo, Mungu atakuwepo. Ila yeye asipokuwepo, mimi sipo. Sahihi. Sawa? Kwa tunapozungumzia sauti, sauti si kile unachosema, bali ni sauti ni wewe ni nani wakati unaposema. I can say that. Kwa lugha nyingine, sauti ni mamlaka ya kutunga na kuamuru katika ulimwengu wa mwanadamu na Mungu kwa wakati mmoja. That's the meaning of voice. Kwa voice yangu inamata sana. Sauti yangu ni muhimu sana. Uwepo wangu ni muhimu sana. Na neno langu ni muhimu sana. Pastor Alex, na mtazamaji ambaye anafuatilia sasa hivi, kuna kitu ambacho ninapata hapa kuhusiana na huduma za unabii. Tunapozungumzia huduma za unabii kwa sasa, ukimtaja mtu ni nabii ama ukienda sehemu ukajitambulisha kwamba mimi ni nabii, hata kipindi tunaanza kipindi chetu leo, kama ungejitambulisha kwa mtazamaji wangu kwamba mimi ni nabii Alex Jeremiah, nadhani hata mtazamaji wangu kama alikuwa na lengo la kupandisha hiyo video atazame video nyingine, angesubiri kwanza asikilize huyu nabii anataka kusema nini, kwa sababu kuna namna jinsi ambavyo imetengenezwa kwamba kuna aina ya watu ambao wao ndio wana mamlaka ya moja kwa moja kuwa sauti ya Mungu. Na pengine ni kwa sababu nadhani watu wengi sasa hivi wanapenda kuwa karibu ama kuwa chini ya viongozi wa namna hii ambao wanahakikisha ama wanawahakikishia watu kwamba wao kwa sababu nataka unisaidie kitu hapa. Sawa. Hivi ninawezaje kuwa na uhakika, ile guarantee kwamba mimi muda wote yani muda wote ukinitikisa mimi nitasema sauti ya Mungu? Unajua kuna vitu vipana sana ambavyo tukijaribu kuvigusia hapa tutakesha. Lakini walisia upo hivi. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Na maisha ya nabii, yani unabii wa nabii tunaupima kwa maisha ya nabii. Okay. Unabii wa nabii tunaupima kwa maisha ya nabii. Can you imagine nabii anashinda kijiweni anacheza drafti and then suddenly ameapia madhabahuni, Mungu amemwambia. Ni kitu ambacho hakipo. Hivi unajua kwa nini Yesu aliomba wakati alikuwa mwana wa Mungu? Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa Mungu 100%. Na Yesu alikuwa mwanadamu 100%. Mission ya huu mwili ni kupeleka kile kilicho cha Mungu ndani yangu nilipotoka kule mavumbini. Kitu ambacho ni impossible. Na kati hichi kilichomo ndani yangu ambacho ni sehemu ya Mungu inatakiwa irudi kule kwenye state ya Mungu baada ya mimi kuwa nimekufa. Sawa? Sasa nabii ambaye ni nabii tunamuona kulingana na maisha yake. Anaspendi muda gani ndani ya uwepo wa Mungu kabla hajaonekana kwenye uwepo wa mwanadamu. Kabla hujaendelea, utaendelea hapo. Kuna mimi ni kiongozi wa vijana. Ndio. Kuna wakati fulani tulienda kwenye semina fulani tuko na vijana. Sasa huyu mtumishi aliyeingia kuhudumu wakati huo akafika tu akaanza kutoa nabii nyingi. Kaanza kutoa, vijana wakaanza kuguna hapa, sema wewe unakuaje connected masaa 24? Yaani ukisimama tu yani ipo hivi. The reason why Yesu aliomba ni kwa sababu alikuwa amevaa mwili. Na tukumbuke kwamba dhambi sio matokeo ya nafsi. Dhambi ni inakuwa produced by
tamaa ya mwili. Leo natamani kuwa na saa nzuri, sio matamanio ya nafsi yangu, ni matamanio ya mwili wangu. Tamani kuendesha gari nzuri, kuwa na nyumba nzuri, all of this ni matamanio ya mwili wangu. Kwa Yesu alitakiwa kuomba kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba angezembea, yani angelala kidogo, mwili ulikuwa ukonke. Lakini kwa sababu alikuwa ni Mungu, we are not sure kama angekuwa conquered na mwili. Lakini sisi as long as ni binadamu, so kama hicho ule ulikuwa ni mfano mzuri kwamba kama huyu Mungu aliomba ndani ya mwili, why mimi nisiwepo uweponi mwa Mungu 24/7? Na by the way alikuwa kila akitoka kule anawastua, anaambia muda wowote ombeni. Yani ombeni, msije mkaingia majaribuni. Unaelewa? Yesu ameanza safari yake ya huduma kwa maombi, aje na kwenda Getsemane aliomba. Sasa kama Yesu aliomba, maana ya kwamba alikuwa yeye Mungu alikuwa anakaa ndani ya uwepo wake. What about mimi mwanadamu ambaye nina mwili, nina nyama? Okay, mimi mti mkavu. Kwa nini sikae uweponi mwa Mungu? Lakini always ninaposimama nasema Mungu amesema. Upo connected. Hapana, sio kweli. Hii watanisamee, lakini sio kweli. Maandiko nasema tuujue ukweli na ukweli utuweke huru. Tuwe wa kweli kwamba sio kweli. Always go connected. 24/7 haiwezekani. Sawa. Haiwezekani. Na kama kuna mtu anisikiliza hapa, itoke. Maana kuna watu wamekwisha kuaminishwa vitu. Na kuna mtu anaamini kwamba hata nikizini leo, bado Mungu yupo na mimi. Yaani kwa mtu anatoka kuzini saa hii, and then after 1 hour anakwenda madhabahuni, Mungu amesema. Maana nikasemaje mwanzoni kwamba kipawa na karama sio ndio huduma. Ile motive na mindset ya Mungu ndani ya mtumishi ndio huduma. Sahihi. Kwa inabidi tuamke sisi wasikilizaji, sisi washirika, tuelewe kwamba nabii wa kwanza wa maisha yako wewe, sio mi Pastor Alex, ni wewe mwenyewe, na Mungu anaweza kuongea na mtu yeyote. Pastor Alex, shetani anaweza kaogopa nini ndani ya mtu wa namna hii? Okay. Kitu ambacho tena nakiogopa, ukisoma kwenye Wafilipi ile ni 2:5, maandiko yanasema kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu kama ilivyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Nia ya Yesu ilikuwa ni nini? Yesu alikuwa anajua kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Sahihi. Shetani anachokiogopa kwa mwanadamu ni pale ambapo mimi ninajua, ninakaa kwenye mindset yangu, najua kabisa kwamba mimi ni resources ya Mungu. Ambaye Mungu ndio source, ndio chanzo changu. Hicho ndio kitu kinachomfanya shetani aogope. Sababu akija kwako kutoka kwamba umeamka kwenye uelewa wako, unaelewa kabisa kwamba mimi Lord Mgina, mimi nimetokana na Mungu. Yaani maji kwenye glass, kwenye jagi, Mungu alichokifanya alijichukua yeye kwenye jagi akajimimina kwenye glass. Sawa? Kwa mimi na wewe ni glass. Alafu maji ambayo yanatumika huku kwenye glasi yalitoka kwenye jagi. Kwa shetani akijua kwamba unaelewa hichi kitu, anakaa mbali na wewe. Sahihi. Unajua leo ukienda India ukamwambia mtu, watumishi wa Mungu, nimegundua mimi ni Mungu, wale jamaa atakwambia ongera, umefahamu wewe ni nani. Lakini toka tu barabarani hapa au nenda tu nyumbani kwenu ukao mzee, baba na mama, ndugu zako, mke wako, mimi nimegundua kwamba kuanzia leo mimi ni Mungu. Watanunua kamba ya mbuzi, watakufunga kamba, watakupeleka kwenye chumba cha maombi. Tusema huyu ameanza kuchanganyikiwa. Huyu tumishi unapompeleka huyu anakwenda kuchanganyikiwa. Yaani punde si punde yatatokea kutokea. Unaelewa? Lakini ukienda India wanakuelewa kwamba okay, ameelewa yeye ni nani. Ushaelewa? So pointi inapokuja, unajua hata Bible, tunapozungumzia neno Bible, Biblia sio kitabu tu cha historia. Biblia ni password ya maisha ya mwanadamu. Mimi napenda kusema kwamba ukitaka kujifahamu vizuri, go into the Bible. Nenda ndani ya Biblia, utajijua wewe ni nani. Utajua mipaka yako, utajua nini unatakiwa kufanya na nini unatakiwa kufanya. Biblia inakwambia. Na ukishajijua kwa namna hiyo ndani ya Biblia, wewe unachokifanya ni kuishi uhalisia wa Mungu ndani yako. Amen. Because the Bible is the word of God. Na the word of God, that's God. Ushaelewa? Kwa ukijua kwamba Biblia inani limit mimi kufanya hivi, inaniallow mimi kufanya hivi, umeanza kuishi uhalisia wa Mungu. Kwa shetani anachokiogopa ni wewe na mimi kujua kwamba sisi chanzo chetu ni Mungu. Na ndani yetu tuna sehemu ya Mungu.
Sisi chanzo chetu ni Mungu, na ndani yetu kuko sehemu ya Mungu. Mungu anaishi ndani yetu. Na moja kati ya changamoto kubwa ambayo nimegundua kwa miaka hii ya karibuni, kama kuna changamoto kubwa kwa maisha ya Mkristo, ni kumtunza huyu Mungu ndani yako. Kwa sababu hiyo ndio siri ya kuogopwa na shetani. Kama shetani ya kuogopwa, unatakiwa na uwezo kumtunza. Na unajua kumtunza Mungu ndani yako si kitu rahisi. Ni kitu kigumu sana. Unajua, au nimalize kusema kitu kimoja kwamba Mungu anaheshimu sana agano kuliko mkataba. Na kwa maana hata anaposema ndoa iheshimiwe na watu wote, sababu ndoa chanzo chake si mkataba, chanzo chake ni agano. Na kumbuka kila agano, every covenant ina sacrifice yake. Agano lolote lina gharama yake. Kwa kuna namna moja au nyingine unatakiwa kumtunza Mungu kwa gharama yoyote. Ndio maana nikasemaje, motive ulionayo itakufanya mtumikie Mungu kwenye shida na raha. Sahihi. Maana yangu ni kwamba usipoitwa usifanye. Kama katika maisha ya kawaida usipoalikwa usiende. Maisha ya kawaida tu ili kukeep value yako. Yaani kuna mtu ambaye atakudecrease, atakushusha thamani na viwango kwa sababu ya wewe kuonekana kwako. Maana unapenda kusema kwamba si kila mahali lazima nionekane mimi Pastor Alex. Nikinyimwa mwaliko I don't have to complain. Natakiwa kutunza thamani yangu. Sahihi. Wale watu wangegundua kwamba mimi ni wa thamani kwa kile ambacho nakifanya, wangenialika. Maana yangu ni nini? Natakiwa kuhakikisha kwamba nalinda uwepo wangu, nalinda nini ninachokizungumza, kwa sababu maneno mengi yananipunguzia ushirika na Mungu mimi kama mtumishi. Kwa ni jambo la msingi sana kuelewa kwamba kujijua wewe ni nani kutakupa nafasi ya kutunza kile ulichokijua kuhusu wewe. Nikijua mimi ni mume wa mke mmoja, itanipa nafasi ya kujitunza mimi kwa wanawake wengine. Sahihi. Thank you so much. Ninatamani tuendelee sana na sana na sana. Umegundua nimekuwa msikilizaji pia kama jinsi ulivyo wewe na mtazamaji, kwa sababu nimekuwa nikijifunza vitu vingi sana. Kitu kikubwa zaidi ambacho nimepata kwa majadiliano ambayo tumekuwa nayo hapa na mchungaji Alex Jeremiah ni kwamba una nafasi ya kumtunza Mungu ndani ya maisha yako. Kwa sababu hicho ndio chanzo cha kila kitu. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri, unaweza kuwa na huduma kubwa, unaweza kuwa na kanisa kubwa, lakini kama hauishi katika kusudi la Mungu ni bure kabisa. Yani tunakuhesabia muda wa kudumu katika hiyo huduma unayofanya. Tumezungumza mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi kwa tunaangalia leo ni akili ya Mungu katika huduma. Unafanya huduma yako, lakini je, hiyo huduma yako kuna mpango wa Mungu ndani yake? Hiyo huduma ambayo unafanya inaongozwa ama chanzo chake ni akili ya Mungu? Sitaki unijibu hapa. Unaweza kuwa na nafasi ya kupitia somo hili mwanzo hadi mwisho, tena ukaangalia yale ambayo tumejifunza kwa siku ya leo na ujitafakari. Shetani anakuogopa? Kama shetani hakuogopi, jua kabisa kwamba ndani yako Mungu hayupo. Pastor Alex, kwa kumalizia, jambo moja tu kwa mtu ambaye anatamani sasa kuingia rasmi kwenye huduma. Asiingie kwa miemko. That's my point. Nitawaambia wazi, kutarajia hilo jibu. Asiingie, that's my point. Asiingie kwa miemko. Sawa. Kwamba Pastor Alex alikuwa kwenye interview juzi as pastor, na mimi nikiingia nikawa pastor, ndapata kuwa na nafasi ya kuwa interviewed by Lord Mugina. No. Hiyo ni miemko. Aingie kwa kusudi. Kwa motive ya Mungu. Hivi unajua kujiuliza kwa nini mtu anasema nilikuwa mfanya biashara, Mungu akaniambia niache nifanye nini na nini? Hii kitu katika si kila mtu anazungumza hivi kweli ni kweli, lakini ukimkuta mtu ambaye ni kweli alikuwa anafanya mambo yake, Mungu akamwambia come here, fanya hii, anachokifanya huwa kinaita matokeo tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Kwa what I can say ni kwamba mtu yote ambaye atakuja kwenye huduma leo asiingie kwa miemko. Amen. Ataumia. Shetani anajua namna ya kumcharaza, kumgaragaza mtu akishagundua kwamba umevamia kitu ambacho sio cha kwako. Amen. Ni jambo la msingi sana. Haijalishi unafanya nini, bado una nafasi ya kujiuliza kwamba je, umeingia kwa kusudi la Mungu ama ni mihemko? Unataka kushindana na watu
au unataka kujionyesha kwamba watu wakuone kwamba wewe una uwezo pia kufanya jambo fulani, unayo nafasi. Tuizungumzia jambo fulani hapa tukasema lazima tuwe na muda wa kujitathmini. Chukua muda wako, hata kama umeshakuwa kwenye huduma hata miaka 10, miaka 20, haijalishi. Hata miaka ipo hivi. Paulo mwenyewe alikuja baada ya muda mrefu. Amefanya vitu vingi Paulo, lakini mwisho kuja kusema kwamba I know nothing. Sijui chochote. I need to learn more from you God. Kwa jalishi naongea na mtu ambaye amesha kwenye huduma miaka 50. Kujitathmini ndani kwa mtumishi ndani ya huduma ndio kunamfanya we stronger, awe na nguvu kila itopo leo. Amen. Hata kwenye sio tu huduma, kwenye maisha yote ya ndoa, biashara, sijui kazi, unavyojitathmini ndio inakutengeneza nafasi ya kuwa stronger. Na nadhani thamani ya mtu huwa inapanda kama atakuwa na nafasi ya kujitathmini. Exactly. Yaani maana yake huwezi jua thamani yako kama huwa hujitathmini. Hiyo huduma naifanya ina manufaa gani? Since January mpaka December nimewin souls ngapi? Hivi unajua kwamba the devil is also a soul winner. Hata shetani pia oga anavuna nafsi za watu. Wewe kwenye huduma umeshavuna nafsi ngapi? Sio unakaa unasema mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi mtumishi, lakini still more hakuna mtu anayekufuata nyuma. You are a leader. Unajua a leader, tunamuona leader kwa namna anavyo save kwanza before ya kulead. Yaani kiongozi ni yule ambaye anahudumia kwanza kabla ya kuongoza. Kiongozi yule ambaye anazalisha viongozi. Ndio kwa maana Mungu ni kiongozi, ametuzaa sisi viongozi. Kwa kwenye tathmini ya huduma yako unatakiwa kujua kwamba nimetoka wapi, nimefanya nini, nimeanguka mara ngapi, chanzo cha kuanguka ilikuwa ni kitu gani. Yote haya yanakufanya kuwa mwenye nguvu kila itopo leo ndani ya huduma. Tunatamani labda tukupigie simu, tukuulize maswali mengine nje ya hapa tu. Sawa. Tunakupataje? Kwenye mitandao ya kijamii, kwenye TikTok natumia jina la Pastor AJ. Kwenye Instagram ni Alex Jeremiah Official. Kwenye Facebook ni Alex Jeremiah. Kwa nambari ya simu ni 069 44 77 989. Moja tu. 82. Na namba moja tu. Hii ndio namba ambayo naitumia kwa nafasi kubwa. Hiyo nyingine ni ya shughuli zangu ni 069 44 77 982. Hiyo ndio namba ambayo naitumia sana kwenye mambo hizi za huduma, lakini namba zangu nyingine ni privacy kidogo. Exactly. Privacy is power. Kwa hiyo kuna vitu vingine ukiexpose sana unampa nafasi ya adui kukuangamiza. Ni sahihi kabisa. Nadhani hiyo watazamaji wangu pia wameelewa. Unajua hata wewe sio namba zote waga unagawa. Kuna zingine ambazo huwa unatumia wewe na wale watu wako wa karibu. Kwa hiyo hiyo inaeleweka kabisa. Tulikuwa na Pastor Alex Jeremiah wa Kingdom City. Umesikia kabisa kile ambacho amezungumza hapa kinafanana kabisa na ufalme. Kwa kama una swali lolote ambalo unatamani umuulize kibinafsi, yani hutaki uliweke hapo kwenye comment, unaweza kumfuata kwa mawasiliano yake ambayo nitaweka hapa, na wewe utaangalia namna ya kuzungumza naye kibinafsi juu ya kile ambacho amefundisha hapa. Lakini pia kama una maswali mengine ambayo ni nje ya kile ambacho tumejifunza hapa, unaweza ukamuuliza. Yeye ni mwanasaikolojia, lakini pia amebase sana kwenye masomo yanayohusiana na mahusiano pamoja na ndoa. Kwa hiyo kama una swali lolote lile ambalo unatamani kujifunza kujua, unaweza ukawasiliana naye yeye kibinafsi. Kwa hiyo nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vya Sauti ya Uzima. Ulikuwa nami Mgina Lord, mwenyeji wako wa kila wakati. Ukiwa na swali ambalo unatamani uliweke hapo chini, basi unaweza kutuandikia kwenye comment. Mimi pia ndapitia hapo, alafu tutajifunza zaidi na kujua nini ambacho ungependa tufanye zaidi. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.